Okay, jamani, asanteni. Tunamshukuru Mungu tena kwa siku nyingine ambayo Bwana amefanya. Tunamshukuru kwa kuwa Mungu ni mwema. Tunaendelea na Matendo ya Mitume 23. Last week tulifanya 23 na 23 tunaona pale Paul aliitwa kwenye defense, kwa hivyo alikuwa anaendelea kujidefense. Kukatokea vita, wakaanza kumgombania, wengine wakataka kumuua, kwa hivyo akachukuliwa akapelekwa mahali na akaokolewa na ule jemedari, so they wanted to kill him, lakini baadaye kumpiga, lakini akasema jamani, mnampigaje Mrumi? Kwa hivyo akafungwa, akawekwa, wakasubiriwa aletwe tena mahakamani ili waje wamwaccuse vizuri. Kwa hivyo wale ambao mmekosa hamkuona the last chapter, naomba mrudi mwende mkaangalie kwenye verse by verse, ipo hiyo chapter na imeelezewa vizuri tu, kwa sababu hii ni muunganisho. Kwa hivyo when you go through all this inakusaidia kuliko kusoma bits and pieces. Kwa hivyo ni story ndefu inaunganishwa. Kwa hivyo leo tutaendelea na Matendo ya Mitume 23 na nimeigawanya mara mbili. Kuna hiyo sehemu ya kwanza ambayo leo tutafanya hiyo 23 1 mpaka 5, alafu tutamalizia na 6 mpaka 11. Alafu next week dada Ana ataendelea na sehemu ya pili ambayo itakuwa ni 23 mpaka 12 mpaka 35. Kwa hivyo nakukaribisha sister Ana, naomba wasomee alafu tuendelee. Amina mtumishi, nami nitasoma kama ulivyosema kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Matendo 23 mstari wa 1 mpaka wa 5, ninatumia SUV. Paulo akawakazia macho watu wa baraza, akasema, ndugu zangu, mimi kwa dhamiri safi kabisa nimeishi mbele za Mungu hata leo hivi. Kuhani mkuu Anania akawaamuru wale waliosimama karibu naye wampige kinywa chake. Ndipo Paulo akamwambia, Mungu atakupiga wewe, ukuta uliopaka chokaa. Tarudia mstari wa 3. Ndipo Paulo akamwambia, Mungu atakupiga wewe, ukuta uliopakwa chokaa. Wewe umeketi kunihukumu sawasawa na sheria, nayo unaamuru nipigwe kinyume cha sheria. Mstari wa 4. Wale waliosimama karibu wakasema, je, unamtukana kuhani mkuu wa Mungu? Paulo akasema, sikujua ndugu zangu ya kuwa yeye ni kuhani mkuu, maana imeandikwa, usimnenee mabaya mkuu wa watu wako. Amen. Amen. Sister Razia, niendelee? Yes, endelea. Jamani karibuni that's it kwa mpaka 5. Karibuni jamani. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana watumishi, karibuni kwa ajili ya kuchangia mstari wa 1 kama wa 5. Kama ilivyo ada yetu, utanyosha mkono, tutakuchagua. Ukiona kama point imeshasemwa na mwingine, basi uhitaji kuirudia au kuifafanua ili tutoe nafasi kwa ajili ya mwalimu kwa wale ambao ameandaa kwa muda wa kipindi kidogo kwa ajili ya siku za kushika. Basi karibuni kwa ajili ya kuchangia. Ni dakika 10 zimeshapita, kwa hiyo karibuni sana watumishi. Sister Rebecca, nimekuona, karibu Prof. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen, Prof. Amen, amen. Mina nataka kuchangia huo mstari wa 23. Hizi 23, sura 23 mstari wa 1, sorry. Ambapo inasema Paulo akawakazia macho watu wa baraza. Yani hii nadhani tungeweza kusema aliwapa eye contact. It's very important tunapoongea na watu kuwapa eye contact. Especially watu wa West, usipofanya eye contact wana assume unadanganya. Kwa nadhani hiki ndicho kitu alichokuwa anakifanya, na wakazia macho, kwa sababu kwenye macho you can see a lot, you can understand a lot ukimwangalia mtu machoni na yana kuangalia machoni. Kwa hiyo kitu cha kwanza alichokifanya. Lakini vile vile napenda kwamba akawaambia kwamba mimi dhamiri yangu ni safi kabisa, nimeishi mbele za Mungu hata leo hivi. Kwa hiyo natamani na mimi siku moja niweze kusema hichi kitu kwamba dhamiri yangu ni safi kabisa, nimeishi mbele za Mungu hata leo. Na ni maombi yangu wote tuwe tumefika mahali ambapo tunaweza tukakiri hivi wenyewe, tunajiweza tuka examine ourselves na kujua kwamba kweli nimeishi kwa dhamiri safi. Dhamiri ni kitu muhimu sana, na kitu cha ajabu ni kwamba Mungu, kila mwanadamu anayo dhamiri. Wewe mwenyewe ndani yako unajua kama uko safi au hauko safi. Na pale ambapo tunaenda kinyume na dhamiri ni unafiki. Ndio maana Bwana Yesu alikuwa
anawasema sana Mafarisayo, kwa sababu alikuwa anajua kwamba dhamiri zao zinawaambia wamekosea, lakini bado wanafanya kinyume cha hivyo. Na dhamiri ni kitu kimoja ambacho ukiwa unakidharau, yani ni kama tuseme nini, ni indicator katika maisha yako ambao Mungu amekuwekea uweze kujua unaenda wapi. Ukiidharau dhamiri, kila unaidharau dhamiri inakufa, na inapokufa ndo pale unamkuta mtu anakuwa mbaya kuliko hata shetani. Kwa sababu gani? Dhamiri imekufa. Lakini dhamiri unapokuwa unaisikiliza na unaitii, inakupeleka mahali pazuri. Kingine ambacho nimekiona ni hapa wakati kuhani mkuu amemwamuru wale waliosimama karibu naye wampige kinywa chake. Lakini imenishangaza leo wakati Sister Anna anasoma kwamba Paulo anashangaa kwamba anasema sikujua kama huyu alikuwa ni kuhani mkuu. Imenishangaza kwamba alikuwa naomba hilo ni swali, mwalimu naomba utuelezee. Kwa nini Paulo ambaye tulisoma chapter 22 alisema hivi, huyu kuhani mkuu na hawa wazee ndio ambao walinituma niende kwenye nani ya Stefano, ndio walikuwa wanampa barua kwenda kuwatesa. Lakini leo anasema sikujua ndugu zangu ya kuwa yeye ni kuhani mkuu. Kwa hiyo ina maana gani hapa? Hapa ni swali, naomba nijibiwe. Mungu awabariki. Amen. Amen. Hallelujah. Asante Sister Rebecca. Prof, naona Bwana Yesu asifiwe. Ningependa na mimi kuchangia kidogo kumwangalia Paulo. Paulo anaonyesha human characters. Hapa amekasirishwa. Tunamwona jinsi alivyojibu. Tunaonyesha kabisa ukweli, mwanadamu ukiwa umekasirishwa saa zingine una react. Sasa na yeye alireact akakasirishwa, lakini response yake tunaiona pia ni ya tofauti, ambao watu wengi labda angeendelea kujionyesha kwamba yeye ni mzuri zaidi au amekosewa sana, lakini akaja kwa kunyenyekea. Bwana Yesu asiwe tu huu nyenyekevu na jinsi watu tusingine tuko hivyo, ila jinsi gani tuna respond afterwards. That's important, I think. Bwana Yesu asiwe sana. Amina, asante. Mnisaidie, mtamnyoshe mikono ili niweze kuwachagua. iPhone, karibu, jina lako hujaandika, karibu, jitambulisha alafu endelee. Bwana Yesu asifiwe. Naomba ni share kidogo my understanding kutokana na swali la Rebecca, ni kwamba wakati nasoma different commentary kuhusiana na hii chapter, kuna Bible scholars wana two ways. Moja wapo inasemekana kwamba huyu Anania ambaye ni high priest, kwanza kabisa tunajua kwamba sio yule Anania ambaye alienda kuombea kwa wakati ule iko kifo. Inaonekana tu ni jina ambalo linakuwa na share. Alafu pia it also possible kwamba unakumbuka wakati wao wanampa vibali ni wakati ule kabla hajapata encounter na Bwana, kabla hajabadilika. It could also be kwamba ni high priest mpya ambaye alichaguliwa wakati yeye hayuko Yerusalemu. Another food of thought inasemekana kwamba kwa sababu inasemekana kwamba Paul alikuwa na matatizo ya macho, kwamba inawezekana hakuweza kumtambua. Another thing inasema kwamba mama high priest wale normally wanavaa special bag hasa wanapokuwa kwenye sehemu, so inawezekana hiyo siku labda hakuwa amevaa au could be anything. Lakini hiyo tunataka kushare hizo school of thought that niliokuja across by the Bible and not say that. Sijui kama sister swali lako limeeleweka. Nadhani nimeipenda hiyo namba 3. To me it make more sense. Mungu akubariki. Mchango wangu hapa kuongezea tunasema kwamba ili tuweze kuwa na dhamira safi mbele za Mungu, na hapo mimi naona sisi tunakaribishwa invitation surrender. Yani in order for us to achieve that, tunajua kwamba Paul surrender maisha yake kwa Bwana. Kwa hivyo na mimi najifunza kwa sisi tunatakiwa tu surrender mioyo yetu, maisha yetu kwa Bwana, ili dhamira zetu ziwe safi mbele za Mungu. Asante. Amen. Barikiwe sana Sister Ima. Barikiwe. Na mimi namba niongeze, neno la Mungu linasema kwamba touch not my anointed. I think ni Zaburi ya 105 au 150, usiwaguse masihi wangu wala usiwadhuru manabii wangu. I think anasema hivyo. Naona ambapo Paulo baada ya kujua, yani akarudi nyuma, akaretract na kusema kwamba sikujua, na akajuta kile kitendo alichokifanya. Ni somo kwetu pia. Mtu yote ambaye ni mpakwa mafuta wa Bwana, yani kuliko umnyoshie kidole au ufungue mdomo, ni bora umuombe zaidi. Na pia mstari wa 3 I think aliposema Paulo akamwambia Mungu atakupiga wewe. Mungu atakupiga wewe. Again ni ile kwamba yani
hakuwa tayari kumhukumu mtu, bali alitumia jina la Bwana kwamba Bwana na akuhukumu. I think wakati tunafanya revision tulikumbushana kitabu cha Yuda, wakati malaika anagombania mwili wa Musa. Wakati anagombania mwili wa Musa, malaika hakumhukumu, shetani alimwambia Bwana na akuadhibu, Bwana na kukemee, Bwana na kufanya kitu fulani. Ni vizuri sana tusiwe wepesi sana kwenye kukemea. Unaona ambapo Paulo mtumishi wa Mungu alikuwa very closer to God, mtu ambaye alifika mpaka mbingu ya 3 na akafundishwa vitu vyote vile, lakini alijua position yake na akasema Mungu atakupiga wewe, kwa sababu alijua kinachotakiwa kufanya. Lakini kingine ilichojifunza, akamwambia kwamba alimwambia ukuta uliopakwa chokaa. Unajua nimekiwaza sana sasa hivi wakati nasoma, yani kwamba mtu unaonekana kwamba mbele ni kama vile makaburi. Yesu alisema makaburi ambayo yamepembewa vizuri, ukienda Kinondoni, Kondo, yana mabo yako beautiful, lakini ndani kuna mifupa mikavu, ndani kuna dead bodies, kuna dead, kuna history, hakuna kitu. Ndivyo alivyomuona, kwamba anamwambia wewe umeketi kunihukumu sawa na sheria, nawe umeamuru nipigwe kinyume cha sheria. Ni mtu ambaye anamuona kwamba, anasema unaonekana wewe ni mtumishi wa Mungu, umevaa nguo na effort na kila kitu kama mtumishi, lakini unatumia sheria kutufundisha sisi, lakini wewe mwenyewe ile sheria uishiki. It's a food for thought kwetu sote na yote yanayoendelea nchini. Mtu ambaye unafundisha watu sheria, lakini wewe mwenyewe hujashika sheria. Kwa hiyo Mungu atusaidie katika hilo. Karibu mtumishi. Nikiangalia kama kuna mkono, sioni mkono mwingine, basi nikukaribishe Sister Rozia uendelee. Nasikika Prof? Mnanisikia vizuri? Yes. Karibu uendelee. Okay. Okay. Haya, twende. Slideshow yangu mnaiona Ndio mwalimu. Okay. Haya, twende. Nashukuru swali limeshajibiwa in a way. Ni mambo mawili hapo. Okay, Ima ameshajibu, na kingine sijui kama nimekisikia vizuri. Alivyokuwa anaongelea kuhusu swala zima la either he was going blind, na pengine alikuwa ni miaka mingi, about 20 years alikuwa hayuko Jerusalem, so hajui, so much had changed, so he could not really remember anyway. So I don't know, lakini probably ni kwa sababu he was going blind, nafikiria hivyo. Ama kitu kingine could also be Paulo huyu alijua kabisa kwamba jamani, huyu mtu ni kuhani mkuu, lakini tu out of spite. Anyway, nafikiria this is me, kwamba alijua being kuhani mkuu na being smart as he was and a religious person, he was not supposed to do this. Kwa hivyo yeye akaona kama amenipiga, he was not supposed to do that. Kwa hivyo na mimi alivyompiga yeye akamrudishia, yani akamsema hivyo kwamba yani ni kama tu kumuonesha kwamba wewe hukupaswa kufanya hivi. Kwa hivyo mimi na pretend kwa sababu wewe umevunja sheria, ndio that's why I'm saying this. Kwa hivyo that could be so. Anyway, hizo ni my sentiments. Okay, kingine Rebecca ameongelea eye contact. Sikumbuki kama nimesikia kuhusu ujasiri, lakini let me just add, kingine ambacho mimi nimekiona humo ndani ni kwamba he was very courageous. Kitu kimoja Paul, tangu tunapoanza Matendo ya Mitume kote tunamuona huyu ndugu, yani yeye katika kazi zake zote popote anapokuwa, he's very courageous, he's very smart, he's very focused. Kwa hivyo yani hapo alikuwa haogopi, kwa sababu he was alivyojiona kwenye hilo baraza, he was among equals. Kwa sababu pia jinsi alivyokuwa aliwaambia men and brethren, hakuwaita kwamba leaders of the people, kwa sababu wali-expect, kwa sababu this is the highest council ambayo ina judge, ambayo inatunga sheria, so you would expect kwamba anapoenda pale, kama watu wanapoenda mahakamani, you bow down, kwamba you show respect, you just don't walk in and out. Lakini yeye kutokana na the way he was a Pharisee, na hao watu waliokuwa ndani, kwa sababu kulikuwa ni ma Pharisees pamoja na hao Sadducees, they were equals. Kwa hivyo yeye mwenyewe, he saw himself alikuwa in the same rank, which huyu kuhani mkuu was not very impressed about it. Na kingine ni kwamba utambulisho wake, yani ulikuwa ni kama utambulisho wa kanisa la mwanzo, walikuwa wanaitana ndugu. So for him, he was addressing his fellow people, peers in the spirit,
peers in profession, in the spiritual standing, yani walikuwa ni the same people, so ndio maana alitumia kitu kama hichi. Na pia tunaweza kusema pia ni watendakazi wenzake, so wao waliona kwamba he was in the right place. Na kingine pia naona ni kwamba kitu kingine tuko the same sometimes, ninavyoona ni kwamba sometimes tuko the same na okay, ndio tunatoka madhehebu tofauti tofauti, we come from different religions, lakini Yesu anapotuokoa we are the same. Kwa hivyo when we are addressing each other, ndio maana siku hizo watu wanasalimiana Maranatha, Shalom, because we are all the same. So nafikiri that's why Paul used this term. Kingine ni tuna dhamira imeshaongelewa, na kwamba tunapoongelea kuhusu dhamira sio kwamba he was perfect, lakini yeye ni kwamba katika moyo wake, just to add on it, ni kwamba moyoni mwake, kama tunaona hiyo chapter 23, alikiri kwamba he was not a good person. He did out all of that alichofanya because he thought it was right, lakini alivyogundua kwamba it was not right ndio akabadilika. Kwa hivyo yani vitu vyote alivyofanya alifanya kwa dhamira safi. Katika alifanya kila kitu alichofanya, alivyokuwa anatesa watu alikuwa anawatesa akifikiria haya ndio mapenzi ya Mungu, lakini alivyohamia huku kwingine nako hicho alichokuwa anafanya alikuwa na dhamira safi, kwa sababu alijua hivi ndivyo Mungu anavyotaka nifanye. Kwa hivyo na sisi pia chochote tunachofanya tufanye kwa dhamira safi. Why are you doing something? Is it we should do it out of a clean conscience, kwamba I'm doing this because this is what I'm supposed to do, this is what God wants me to do, not because watu wanataka nifanye hivi, lakini unafanya. Ndio hapo akasema out of a clear conscience, kwamba mimi before God and men niko I am innocent katika hichi ninachofanya. I stand here judged, but what I'm doing is right. Kwa hivyo na sisi tunapofanya kazi katika dhamira safi tunakuwa na boldness kama Paulo alivyokuwa nayo, hatuogopi. Kwa hivyo tunaona kwamba tuko on the right path. Kwa hivyo na pia kingine ni kuhusu swala zima la kuwa na open mind. Yani unakuta sometimes watu wanapokuwa very religious hawawi spiritual. Kwa hivyo tunakuwa na mitazamo yetu na mambo yetu ambayo tunawaza huko kichwani kwetu. Kwa hivyo yani hatupendi kusikiliza watu. Tunakuja tayari hao watu wamekuja kwenye hii baraza, they already knew that Paul was a bad person. Yani he was already condemned even before he spoke. Yani whatever walikuwa wanamuona yani ni mwenye dhambi, yani hafai kabisa. Kwa hivyo na sisi sometimes let's give people the benefit of doubt. Tuwasikilize watu before just judging them. Na hata kusikiliza Injili. Watu wengine tayari uko una mafundisho ya kwako na maelimu ya kwako, unapokuja mbele za Mungu you don't have an open mind. Pengine God wants to speak to you, akufundishe, kwa sababu kila kitu neno la Mungu ni jipya, lakini unapokuja ninajua I'm not ready to learn, that is very bad. Ndio hawa Mafarisayo na Masadusizo walivyokuwa. Kingine ninachokiona ni mamlaka kikubwa ni kwamba alikuwa anakemea unafiki. Mmesema Sister Anna umeongelea kuhusu whitewash tombs, kwamba wao walikuwa wanaonekana wako very religious, wako very clean, lakini inside walikuwa ni very bad people. Kwa hivyo hapa kikubwa ni kwamba mamlaka ya ukuu wa Mungu dhidi ya mipango na mashauri ya watu. Kwa hivyo yani kikubwa hapa, kingine ninachokiona ni kwamba ni kukemea huo unafiki. Mmeshausema, kwa sababu kama unaona Mika inasema mwanadamu yeye akuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Kwa hivyo yani Mungu siku zote anataka yani tusijihesabie haki. Yani tunapaswa kuwa transparent, yani tunapaswa kuwa na an open mind when we go before God, na tujue kwamba Mungu ndio mwenye mamlaka makubwa zaidi, na kwamba Mungu hapendi kuoppress watu. God is a righteous judge. Kwa hivyo vyovyote tunavyofanya tuvifanye, tuache unafiki. Kama hawa wanasimamia sheria, wao wenyewe ndio wanavunja sheria. Kwa hivyo whatever the Bible says na the word of God says, we should live according to that. Mmeshaongelea kuhusu hiyo sheria, kuvunja sheria tayari. Na kingine tusitumie madaraka vibaya. Mungu anatupa madaraka kila mahali. Mungu anapotupa, Mungu anategemea kama kuhani mkuu kwamba sisi tu uphold sheria, tutende justice. Hakuwa na haki yote ya kumpiga, kwa sababu hakupaswa kumpiga anyway, walipaswa kumsikiliza. Kwa hivyo hiyo ni kitu kingine. Na kingine kujitambua,
Rebecca ameongelea kuhusu eye contact, lakini pia kujitambua, kwa sababu when you know who you are, unajua na neno, unajua na wito na haki yako na mamlaka yako, hata unaposimama mbele za watu, kama unakuwa judge, unakuwa condemn, utasimama kwa ujasiri. Kwa hivyo na sisi pia tunapaswa kujitambua sisi ni kina nani, kwamba sisi ndio we were sinners, Yesu alituokoa, tumebadilishwa, tumekuwa viumbe wapya, na kwamba Mungu ametupa another opportunity in life. Kwa hivyo tunajua nafasi yetu katika Bwana. Kwa hivyo tunakuwa na that confidence kama Paulo alivyokuwa. He was very confident, hakuwa scared kwamba ana majoho, he stand condemned. He knew kwamba he was one of them, he was in the right track, na he was doing what was right. Kingine ni hivyo kwamba anaongelea kuhusu lazima kumheshimu Mungu kuliko wanadamu. Yaani Paulo waliposimama pale, he stood condemned, lakini he knew kwamba the judgment walikuwa na pass on him, it was not the right judgment. Kwa hivyo yeye badala kuwaogopa, kufeel intimidated kwamba walikuwa ni kuhani mkuu, Sadducees, yani all that, hiyo council, yeye alimheshimu Mungu zaidi kuliko mwanadamu. Kwa hivyo na sisi katika utendaji wetu wa kazi na maisha yetu ya Ukristo lazima tumheshimu Mungu zaidi kuliko kuheshimu wanadamu, kwa sababu pia tunaona kwamba kwenye hiyo 5:9 ambapo Petro na mitume wanamjibu wakisema imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Kwa hivyo na sisi katika kila kitu tunachofanya, God first, not mwanadamu. Kingine ni kuhusu kuheshimu mamlaka. Mungu ndio ametuasa kwamba lazima tuheshimu madaraka, na pia tunajua kama Daniel hapo anavyosema kwamba madaraka yote Mungu, yani madaraka yote Mungu ndio aliyoyaweka. Sisi tunajua tunaomba tuheshimu madaraka, lakini hapa Daniel katika hii 2:21 anasema and he changes the times and the seasons, he removes kings and sets up kings. Kwa hivyo yani anaelezea kwamba unapopewa madaraka yanakuja with responsibility, kwamba haya madaraka you are not supposed to misuse. Kwa hivyo pia anasema ni kutuasa tu, kwa sababu kama hao waliona kwamba wamekaa wako powerful, lakini wakumbuke kwamba Mungu ndio anayewapa madaraka na Mungu mwenyewe ndio anayebadilisha, kama hapo anavyosema kwamba Mungu ndio anayeweka wafalme na kubadilisha wafalme, na kwamba tunapopewa ile jukumu, nafasi yote Mungu anayokupa, unapaswa kukaa pale with reverence and fear for God. Usioppress watu wa Mungu, ama katika nafasi yote uliopewa usiitumie vibaya, kwa sababu Mungu ndio anayeweka madaraka na anayetoa. Kwa hivyo Mungu anasema kwamba tuheshimu madaraka, lakini pale madaraka tu inapobadilika kwamba ni kinyume na mapenzi ya Mungu, tunapaswa kusimama boldly na kukemea, kusema this is not right, kama Paulo alivyosema. Ndio tunapaswa kutii, lakini kama sheria na mamlaka tunayotii wanaanza kubadilisha vitu, wanafanya vitu ambavyo ni contrary to the word of God, tunapaswa kusimama na kusema hapana. Kingine tunamuona he was diplomatic, yani hakutaka yani alitumia neno ambalo ni la kuwaleta kwa pamoja, ku bring their attention, alivyowaita ndugu zangu, kwa sababu tayari he was already condemned, lakini alipoenda ndugu zangu wakaona okay, hebu tumsikilize, maybe ana kitu kizuri. Nao anajua kwamba sisi ni ndugu zake, haoni kwamba sisi pengine anatudharau ama nini, so kwa sababu alikuwa ni Pharisee. Kwa hivyo naona kwamba pia alitumia diplomasia. Unyenyekevu hiyo mmeshaisema, na kingine pia naona kwamba ni hasira ya Mungu, godly anger, kwamba pale kemea makosa na dhambi, kwamba na sisi pia katika maisha yetu ya Kristo tunapaswa kuwa hivyo, kwamba tunapoona kwamba this is not going according to the will of God. Kwa hivyo Paul alivyomkemea yule kuhani mkuu na kujifanya kwamba pengine hakurealize kwamba alikuwa kuhani mkuu, ni kwa sababu alikuwa na godly anger. Nafikiria kwamba wewe you are supposed to be representative mkuu wa Mungu, wewe ndio unapaswa kusaidia ku make sure kwamba whatever God says it is done, lakini wewe mwenyewe ndio unafanya hivi. Kwa hivyo hii saa zingine hii hasira ya kimungu inatufanyaga tufanye mambo, tunapoona mambo hayakai vizuri lazima tusimame tukemee, kwa sababu Mungu hapendi hivyo. Okay, nimemaliza, naomba tuendelee na hiyo nyingine dada. Amen. Sawa mtumishi, nitafanya hivyo. Tunaendelea kuanzia mstari wa 6 mpaka wa 11, nami nitasoma. Paulo alipotambua ya kuwa sehemu moja ni Masadukayo na sehemu ya pili ni Mafarisayo, akapaza sauti yake katika lile baraza, ndugu zangu, mimi ni Farisayo, mwana wa Farisayo. Mimi ninahukumiwa kwa ajili ya tumaini la ufufuo wa wafu. Alipokwisha kunena hayo, palikuwa na mashindano baina ya Mafarisayo na Masadukayo. Mkutano
ukafarakana. Kwa maana Masadukayo husema ya kwamba hakuna kiama wala malaika wala roho, bali Mafarisayo hukiri yote. Pakawa na makelele mengi. Waandishi wengine wa upande wa Mafarisayo wakasimama wakateta wakisema, hatuoni uovu wowote katika mtu huyo, bali ikiwa roho au malaika amesema naye ni nini? Ugomvi mkubwa ulipotokea, yule jemedari akachelea Paulo asije akararuriwa nao, akaamuru askari washuke na kumwondoa kwa nguvu mikononi mwao na kumleta ndani ya ngome. Mstari wa 11. Usiku ule Bwana akasimama karibu naye akasema, uwe na moyo mkuu, kwa sababu kama ulivyonishuhudia habari zangu Yerusalemu, imekupasa kunishuhudia vivyo hivyo Rumi nako. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibuni ungo yetu ya mwisho kwa siku ya leo, mstari wa 6 mpaka wa 11. Kama ilivyo ada, karibu nyoshe mkono, tutakuita, na kisha sema mwingine, basi naomba usirudie ili kutoa nafasi kwa wengine. Karibuni, karibu Prof. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Naona kuna mambo mengi, nitajitahidi kuongea mambo machache ili wengine nao waongee. Amen. Huo mstari wa 6 anasema Paulo alipotambua ya kuwa sehemu moja ni Masadukayo na sehemu ya pili ni Mafarisayo, akapaza sauti yake katika lile baraza. Umuhimu wa kujua watu unaongea nao. Hata sisi kama tumeshajifunza katika platform hii kwamba sisi wote ni mashahidi wa Yesu, tunapoenda kumshuhudia Mungu ni muhimu sana kujua unaongea na mtu gani, kwa sababu usipojua unaweza ukapeleka ujumbe ambao hautambadilisha au hautamgusa yule mtu. Kwa mfano, unapoenda kwa watu waliookoka, ujumbe wako ni labda ni wa kuwajenga, yani unakuwa na ndani yako inakuwa tofauti unapojua hawa watu wameokoka, unapojua hawa watu hawajaokoka lakini wanaamini kitu gani, na wewe una ujumbe wako nao utakuwa tofauti. Lakini usipojua utaongea kitu ambacho labda watashindwa kukuelewa kiufupi. Kwa hiyo ni muhimu sana Paulo yeye alipotambua tu kwamba upande huu Masadukayo, upande huu Mafarisayo, na kwa sababu anajua Masadukayo wanaamini nini, akatumia hiyo opportunity kubring na nini kitu ambacho kitawafanya hawa watu wenyewe kwa wenyewe waanze kugombana. Lakini cha muhimu ambacho katika huo mstari nimekiona, anasema mimi ni Farisayo, mwana wa Farisayo, mimi ninahukumiwa kwa ajili ya tumaini la ufufuo wa watu. Yani nimependa kweli kwamba anajua kwamba hukumu yake inatokana na imani yake. Hii imenikumbusha kina Danieli, wakati actually ni Danieli wakati wanamtafuta kitu cha kumwangusha, wakasema huyu hatutampata kwa namna yoyote except ukiweza kumpata katika imani yake. Hiki ni kitu cha kunani sana, cha muhimu sana, kwa sababu je, na sisi watu wakitaka kutuangusha wanaweza wakapata kitu kingine outside our faith? It's scary. Labda mtu akukute na wewe ni pamoja na wale watu wengine walioiba kazini, au watu wengine yani umenielewa, wasengenyaji au wanini. Hatutakiwi tuwe hivyo. Mungu atusaidie na sisi wakati shetani anatutafuta, the only thing he can fight us against ni imani yetu kwa Kristo. Amen. Na mstari wa mwisho ndo nitauongelea, mstari wa 11 ambapo inasema usiku ule Bwana akasimama karibu naye akasema uwe na moyo mkuu. Unajua, mara zote ukiona umepata message yoyote inayokuambia uwe na moyo mkuu, ni kwa sababu Mungu anachunguza mioyo yetu. Anajua kuna mahali tumefika, tumekata tamaa, hofu imeingia, na Mungu kwa neema yake na rehema na upendo alionao kwetu huwa anatafuta anafanya njia tuweze kujua kwamba yupo pamoja na sisi. Kwa hiyo akamwambia uwe na moyo mkuu, kwa sababu kama ulivyonishuhudia. Hapa napo nimependa leo wakati nasoma tena leo ndo Mungu amenifunulia hiyo kwamba namwambia kama ulivyonishuhudia habari zangu Yerusalemu. Kwa hiyo hapa napo palikuwa ni kama ku acknowledge kwamba you have already done something good. Umeona? What a privilege kupata a well done from our master. Kwa hiyo anamwambia umeshanishuhudia Yerusalemu, inakupasa kunishuhudia hivyo hivyo Rumi nako. Kwa hiyo hata sisi wapendwa, Bwana anataka tuendelee na kile ambacho Bwana ameshatupa. Kuna vitu ambavyo tumekwisha vifanya, tusikate tamaa. There is Rome ambayo tunatakiwa tuende tukaikonke. Mungu awabariki. Amen, amen. Karibu na mwingine. Sijaona mkono mwingine. Karibu Sister Kanana.
Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa kweli nimeupenda huo mstari wa 11. Pole, nitarudia tu kwa sababu nimeupenda. Nisamehe. Point hii inaonyesha jinsi Paulo alikuwa tu kama sisi, ana uoga. Sometimes tunaweza kufanya jambo au Bwana ametutuma sehemu fulani ukasema I've let down the Lord, I didn't say exactly what he wanted me to say. Unaweza ukawa so down kwa katika yale maelezo, labda alikuwa ametarajia kusema a lot of things, yani kuwaonyesha kwamba njia ni ipi, kwa sababu tunajua Paulo kiu yake ilikuwa watu wamjue Mungu, lakini sasa akawa labda down, lakini Mungu kwa neema yake, unaona hii ni neema, akamtokea. What a privilege. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa sababu Mungu huwa anatokea namna hii. Saa zingine anaongea na watu, saa zingine unapata ndoto, saa zingine neno tu lenyewe linakufariji. Kwa hiyo to take heart kwamba ndio kutakuwa na shida, lakini kuna nyakati Mungu anatokea yeye mwenyewe kutupa maelekezo, kwa sababu anajua kazi bado haijaisha. Amen. Amen. Hallelujah. Sina mimi ningetamani kuchangia, sijaona kuna mkono mwingine. Kuna mwingine yote anataka kuchangia? Okay. Nimependa huu mstari wa 6, anasema alivyotambua. Paulo alivyotambua ni kama vile he got an aha moment, kama vile alipata like realization kwamba okay, sehemu nilionayo natakiwa nifanye kitu gani. Macho yako yanafunguliwa, unajua kwamba okay, Holy Spirit ghafla anakupa tactics kwamba katika hapa kuna hili na hili, fanya hii. Kwa hiyo ni vizuri sana kuwa karibu na Holy Spirit, especially kwenye situation kama hizi, kwa sababu unapotambua automatically anakupa cha kufanya. La kingine nimependa ambavyo yani he knew his background, anajua anakotokea. Maana nasema kwamba akapaza sauti akasema, ndugu zangu, mimi ni Mfarisayo, mwana wa Mfarisayo. Kumbuka Paulo, tulidiscuss juzi na viongozi kwamba kumbuka Paulo yeye alikuwa tayari ameshamjua Kristo, na alikuwa tena hayuko kwenye Farisayo na Masadukayo, lakini he never forgot his background. Na ndio maana tulikuwa tunasema kwamba unajua Paulo anasema kuna kipindi ilibidi niwe Mfarisayo ili niwapate Wafarisayo, kuna kipindi ilibidi niwe mlokole niwapate walokole, kuna kipindi niwe heathen ili niwapate heathens, kuna kipindi alisema ilibidi niwe Myahudi kuwapata Wayahudi. Kwa hiyo usikane kule ulikotoka, as much as umemjua Mungu, lakini huwezi kujua, unaweza ukatumia UKKT wako, unaweza ukatumia Roman Catholic wako kwenda kuwapata watu kule, kwa sababu alijua hapa na Mungu alimsaidia katika hiyo, kwa sababu unapokuwa unajua. Na kuna mwingine akishajua kama mimi nimeshapata huku, anakana alikotoka, anasahau ile asili alikotoka. Na inawezekana kwa kuna dhambi, lakini usikane ile asili yako, kwa sababu itakwenda kukusaidia huko mbele, kama tunavyoona kwa Paulo. Lakini isikutoe katika mstari wa Kristo, ila be proud of where you come from, kwa sababu ndio limekufanya ufike hapo ulipokuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sioni kama kuna mkono mwingine. Kuna mwingine yeyote? 1 and 2? Hakuna. Basi mtumishi, karibu uendelee. Amina, thank you very much. Okay, tunaendelea. Kingine tunaona okay, mmeshaongelea okay, nasema tu in passing. Kwa mfano namshukuru Mungu kwamba Paul alikuwa very smart. Kwa mfano tunaona kwamba hapa yani alivyoona, kwa sababu alijua kwamba huko kote alikotoka, kila mahali alivyokuwa anajaribu kuhubiri walikuwa anajaribu kumwekea kauzibe. Kwa hivyo sasa alivyoona hapa, akafika hapa akaona kwamba hii ni opportunity nzuri. Kwa hivyo alikuwa na hekima na pia alikuwa na roho ya utambuzi. Kwa hivyo akajua kwamba hapa at least hata kama ni kwenye council, lakini hata mimi nina hii opportunity. Kwa hivyo akakumbuka kwamba katika hiyo group wazungu wanasema divide and rule. Akakumbuka kwamba humu ndani kuna watu ambao ni sawasawa na mimi na kuna wengine ambao sio sawasawa na mimi. Kwa hivyo aliweza kutumia hiyo kwamba wao kuwa religious na hizo tofauti zao za kidini hizo kuweza kufanya nini? Kuweza kuwafarakanisha. Kwa hivyo kitu kingine ambacho tunachoona hapo, kwa mfano kama Sadducees hao, Masadukayo hao walikuwa ni elite religious liberals. Hao walikuwa naamini kabisa katika masuala ya ufufuo, malaika na roho, na yani hao walikuwa na come from zile rich families. Yani wasomi wale walikuwa na come from that watu matajiri, royal family ndio walikuwa hao. Na hao Mafarisayo ndio walikuwa madai hadi, yani hao wanasema watu wenye msimamo mkali, kina Mafarisayo. Kwa hiyo tunaona kwamba yani hao Masadducees hao wengi walikuwa
wanashirikiana na Warumi kwa sababu walikuwa from okay, japokuwa walikuwa ni Jews, lakini walikuwa wana align sana huko kwao, kwa sababu si unajua watu wenye mamlaka wenyewe wanapendeleana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo na hao watu wengine na Mafarisayo walikuwa ni strict, hao ni watu wa Torati tu. Kwa hivyo nao walikuwa naamini kabisa kwamba katika ufufuo wa wote, na pia walikuwa naamini katika masuala ya angels, na pia walikuwa naamini katika traditions pia na ufufuo. Kwa hivyo lakini hao walikuwa yani wanapinga mambo ya Kirumi. Kwa hivyo sasa Paulo alivyoona kwamba hii ni fursa, kingine alichokiona Paulo kwamba hii ilikuwa ni fursa ya kuhubiri Israel, kwa sababu ye aliitwa kwa ajili ya Gentiles, lakini he was always passionate kwa sababu ye amezaliwa kuwa ni Farisi, japokuwa alikuwa ni mtu wa Roma, but he always wanted kila mahali, kwa sababu tunakumbuka huko nyuma tulikotoka, alikuwa kila akienda lazima aende kwenye hekalu. Na kwa hivyo ye alikuwa anataka, hata kama ndio alikuwa he was called for the Gentiles, lakini pia alitaka na wenzake pia awahubiri. Kwa hivyo hii ilikuwa ni the best opportunity, kama ungeweza kuwahubiri hawa watu wakuelewe. This was the opportunity of a lifetime. Kwa hivyo aliitumia vizuri sana. Kingine ninachokiona, nimeshasema audience imeshasemwa. Kwa hivyo it is always, kwa sababu unapojua audience utatumia the right language. Na kingine pia alipaza sauti yake katika ile baraza, kwa sababu kulikuwa na a lot of noise. So because of the confidence, he knew these people, he knew where they came from, alijua imani yao. So yani alikuwa na ujasiri hata kuweza kuwanyamazisha, yani alivyopaza sauti. Kwa hivyo yani sometimes na sisi pia tunapokuwa mbele za watu na tunapopata fursa, sometimes unaweza kukuta una sauti unataka kusema kitu lakini watu wanakunyamazisha. Kwa hivyo tusome alama, yani let's take advantage of the things ambazo tumekuwa nazo, kuweza kustand out na kuongea kwamba people huku unaweza kukuta watu wanaongelea vitu tofauti tofauti, now you feel intimidated, but by the virtue you are a child of God, you know God, na you know what God has done in your life. Sometimes hata katika majopo unaweza upate huo ujasiri wa kusimama upaze na wewe sauti yako watu wakusikilize. Kwa hivyo kingine hapo nikaona kwamba tunaona kwamba hili neno linasema kwamba kuwa nitawapa kinywa na hekima ambayo wote wapinzani wenu hawataweza kushindana nayo wala kuyakana. Hapa tunaona kwamba kweli Mungu alimpa hiyo, yani this word it was true, kwamba he was in the midst of watu ambao walijifeel kwamba they were the best of everything, lakini because of the wisdom that God had put in his life na the grace alikuwa ameweka na elimu yake iliweza kumsaidia kwamba akaweza kuwafanya watu wakamsikiliza. Alafu na kingine tumesha lugha, I don't need to repeat again. Paulo alikuwa ni strategist. Yani mimi nampenda Paulo, yani kila pahali tunapokwenda, yani Paulo always found an opportunity to use kumhubiri Yesu. Alivyoenda Athena alitumia Mungu asiyejulikana, akamwambia kwamba mimi na realize kwamba you people you are very religious. Na alipoenda hapa akatambua yani unawainua watu, unaweka katika platform ambayo wanakusikiliza, akawaita ndugu zangu, kwamba na wao walifeel kwamba yani kwa sababu kwa wakati yao lazima watakuwa walikuwa wamesikia sifa za Paulo, wanajua alikuwa ni moto wa kuotea mbali, wanajua how God has used him, wanajua how powerful Paul was. So yani imagine Paul standing in the midst of these people na anawaita ndugu zangu, naona ndugu yangu kweli. So like he was a strategist, kwamba alielewa what these people liked, so he used language ya kuwavuta kuweza kuwaongelesha. Kwa hivyo naye he was a strategist. Kwa hivyo na sisi na Mungu atupe hiyo hekima, atupe tuweze kustrategize katika safari yetu ya mbinguni, hata katika kuhubiri Injili, kwamba popote tunapoenda Mungu afungue eyes, tuone opportunity. There is always something we can use. Na kingine alitumia fursa aliyopata, hiyo ilikuwa ni opportunity of a lifetime. Elimu yake ilimsaidia, kipaji chake, he was a good orator, he was a philosopher, so he used everything ambayo alikuwa nayo kuweza kuappeal kwa hawa watu ili apate kuweza kuhubiri Injili, na Mungu alimsaidia kufanya hivyo. Kwa hivyo kingine tunaona kwamba tofauti ya kitheolojia kuwafanya kufichua unafiki na kugeuza mwenendo wa kesi. So tunaona kwamba tumeshasema
alitumia tu kwamba hizo tofauti zao wenyewe, na walivyotambua akasema kwamba Bwana, mimi ni Mfarisayo. So alivyosema mimi ni Mfarisayo, Wafarisayo wakaona Mfarisayo mwenzetu hawezi kuingiliwa, so na wao wakatumia hiyo card ambayo Paulo aliitumia. Kwa hivyo sometimes hata sisi tunaweza tukadivide watu kutokana na whatever they believe in, kwa sababu kila mtu ana dini yake humu ndani na dhehebu lake, na kila mtu anafikiria dhehebu langu ni nzuri, pengine anafikiria kwamba nchi ndio toka mimi ni nzuri. Kwa mfano kuna siku Rebeka alisema, akaongelea kwamba alivyosema kwamba Jews waliozaliwa Jerusalem wanajisikia kwamba wao ndio Majews. Kwa hivyo hata kama sisi watu waliozaliwa Dar es Salaam wanafeel kwamba wao ndio wanajua sana. So sometimes you can use whatever God gives you, anakupa wisdom, you can use that kuweza kuappeal kwa watu na kuweza kutumia hiyo kuweza reach more people na kuinvoke their feelings, kuwafanya wakuelewe zaidi. You just play with their brains. Kwa hivyo na alitumia huo mgawanyiko kuweza kuwaambia, kwa sababu hao watu kuna vitu ambavyo walikuwa inavyo in common na kuna vingine ambavyo walikuwa navyo hawakuwa navyo in common. So there was a way ambapo waliweza kukutana. So he used that kuweza kuwaonesha kwamba jamani, hivi vitu ambacho nachowaambia, it is not something new, it is the same thing, lakini the way you are looking at it, me I'm looking it in a different way, and that is kuwaonesha ule ukweli. Kwa hivyo na kitu kingine hapa nikasema kwamba sometimes silence isn't wisdom, bold truth is. Kwa hivyo sometimes kuna mahali pengine tunafika, tunaona kwamba tunapaswa kusimama kusema kitu, lakini unaona kwamba je, ni nyamaze ama niongee? Lakini Paulo aliona kwamba despite kwamba all things looked odd against him, yeye mwenyewe alisimama boldly na akatumia kima ambayo Mungu alimpatia na neno lilokuwa nalo na testimony yake kuweza kuongea na hawa watu. Kwa hivyo sometimes tusinyamaze, ni vizuri kuweza kuongea. Kingine tumeshaongea kwamba kwa mfano kama Isaya 43 nasema, kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu, umekuwa wa heshima, nami nimekupenda, basi nitatoa wanadamu kwa ajili yako na watu kwa ajili ya maisha yako. Na hiyo Methali 3 inasema, katika njia zako zote mkiri yeye, naye atakuonyesha atayanyosha mapito yako. Kwa hivyo tunaona kwamba Mungu anatumia huu mgawanyo kuweza kumwokoa Paulo eventually, kwa sababu baada ya vurugu kushuka hapa, Mafarisayo na Masadukayo wali kama kawaida yao, yani hao watu walikuwa wanapenda ugomvi kweli yani. So imagine kwenye council in a high place like that, how do you even start beating people? Kwa hivyo unaona kwamba hii vurugu hii ilivyotokea, Mungu naye alitoa msaada. Tunaona kwamba kamanda na jemedari walikuja kumsaidia. Kwa hiyo tunaona kwamba divine intervention, tunaona kwamba jemedari hapo aliingilia kati akaweza kumsaidia. Kwa hivyo tunaona pia katika Biblia Mungu anatumia different opportunities kwenye masuala mazima ya divine intervention, kwa sababu tunaona kwamba Mungu alitumia hata wafalme wa kipagani. Kwa mfano kama huyo jemedari hakuwa muumini, lakini yeye aliingilia kati kuweza kumuokoa Paulo because it was not his time. Kwa hivyo kabla wakati wako kufika, kusudi litimie, yani hakuna mtu yote anaweza kufanya chochote. Kwa hivyo hapa tunaona kwamba kuna mfano kama kuna huyo Cyrus alikuwa ni mfalme Koreshi, Mungu alimtumia kipindi hicho kuweza kuwasaidia wana wa Israeli kutumia Nehemia kujenga ule ukuta ili waweze kurudi kwao. Alafu pia tunaona kwamba kuna watu tofauti tofauti ambao katika history ambao Mungu aliweza kuwatumia. Kwa hivyo God can use anybody. Mungu anaangalia utayari wako kukutumia. Kwa hivyo na sisi tuwe tayari kwamba when God calls you, kwa sababu mnakumbuka ile story ya Esther alivyofika pale ile decree ilivyotoka kwamba Jews wote wauawe, ndio Mordecai akaenda akamwambia kwamba unajuaje kwamba Mungu alikuleta for this particular time, but if you don't save hao watu then God will lift somebody else. Kwa hivyo na sisi pia tukae tayari wakati wote opportunity comes, tuone opportunity ya kuweza kumhubiri Yesu na kuweza kupropagate kingdom, yani kufikisha injili, kumhubiri Yesu. Na hakuna kitu wala hali yoyote iliyoko juu ya uwezo wa Mungu. Kwa hivyo Mungu anaweza akatumia chochote kuweza kutuokoa. Kwa hivyo sisi wakati wote tunapaswa kumtumainia Mungu kwa moyo wetu wote. Sisi tufanye kile kitu ambacho Mungu anataka. Haya mengine yote tunamwachia yeye mwenyewe. Okay, kingine hapa ni mifano tu ambayo nilikuwa natoa kwamba
God's power turns hopeless situations into testimonies of deliverance. Kwa hiyo tunaona kwamba sometimes unaweza kuwa katika mahali ukaona kwamba it is an impossible situation, lakini God always comes through. Kwa hiyo tunaona kwamba katika hiyo Yeremia 32:27 anasema, tazama mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote lisilowezekana? Yaani kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Na pia anasema kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana. Kwa hivyo siku zote Mungu anaweza kutumia watu. Tutaona huko mbele ya safari kuna watu Mungu atatumia. Hapo amemtumia jemedari, anaweza akatumia hali, circumstances. Unakumbuka jinsi ambavyo Mungu aliweza kupart the Red Sea na Jordan ili watu waweze kupita. Na pia tunaona kwamba Mungu anaweza akatumia changamoto, obstacles. Yaani hapa alileta vurugu kwa sababu Paul had to go to Rome kwenda kuhubiri Injili. Kwa hivyo anaweza akaleta two situation. Anaweza akaleta muujiza, anaweza akaleta maajabu, anaweza akaleta maadui. Mungu anaweza akatumia chochote kuweza kutuokoa. Kwa hivyo hapa tunafarijika kwamba Mungu wetu ni mkubwa sana, Mungu ana mamlaka. Kwa hivyo when we serve God, yani Mungu hatuachi peke yetu. Siku zote Mungu atatuinulia msaada. Na kingine tunaona kwamba kila experience meongelea hapo kwa kifupi tu kwamba kila experience ambayo Mungu anatupitia katika maisha, it is a lesson. Kwa hivyo na mimi ninavyopita katika safari yangu ya wokovu ninajifunza kwamba sometimes unaweza kujiona kwamba umetoka background baya. Kwa yani kama yani Paulo alivyokuwa. Yani alikuwa ni Pharisee, yani cream de la cream, alifundishwa. Kwa hiyo tuli expect kwamba angetumia ufarisayo wake kwa ajili ya kuhubiri Injili, kufanya mambo mazuri. Yani he did everything out of that zeal because he knew that he was doing that. Lakini baadaye akaja kubadilika. Kwa hivyo na sisi experiences za maisha, kila ambapo Mungu anatupitisha ni kwamba Mungu anatufundisha. Hizo ni nguvu anatupa lessons, anatupa vitu vya kutusaidia katika safari. Kwa sababu Mungu anajua safari yetu ikoje. Kwa hivyo kila pito ambalo Mungu anatupitisha, kila darasa, tumuombe Mungu afungue macho yetu kwamba to understand the lessons. Hilo darasa tulikae, tulisome vizuri, tutulie, to grasp everything that God has. Ili kwenye huko mbele tutakapoenda, ili darasa litakapohitajika, ufarisayo wako utakapohitajika, urumi wako utakapotakikana, kwamba uwe tayari, ufilosofia wako utakapohitajika kama Athens, uwe tayari, kuwa tayari. Kwa hivyo Mungu hatuachi peke yetu, kwa sababu amesema usiku ule kwenye verse 11 kwamba Mungu alikuja kumtia moyo. Kwa hivyo na sisi Mungu yupo siku zote kututia moyo. Kwa mfano kama kwenye hii Mathayo 28 hiyo 19 anasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Mungu hatatuacha. Yani tunaona example ya Paul. God uses different things. Hapo aliweka mafarisayo kuweza kumsaidia. Akamleta jemedari kuweza kumsaidia. Kwa hivyo na usiku akaja akamtokea akamuonesha you are on the right track. Tuko pamoja na wewe. Kwa hivyo Mungu siku zote yupo. Kwa hivyo ni sisi tu tusikilize, tujue, tusikate tamaa. Kingine ambacho tumeshasema Mungu anamtia moyo. God will always be there kututia moyo. Kwa hivyo anatuhakikishia kwa kupitia neno lake, atainua watu kutuhakikishia. Kwa mfano kama wa majemedari walikuja kumsaidia. So Paul, he will always find a way kutusaidia. Na pia hapo inasema huu mstari naupenda, anasema hivi ndivyo asemavyo Bwana aliyekuumba mimi Razia, he that formed you, mimi aliyeniumba. Kwamba anasema kwamba he has redeemed thee and I have called thee by my name. Yani Mungu amekuita kwa jina lako. Yani Mungu he's so concerned about you. Hawezi kukuacha katika kila kitu. Yani siku zote he will always be there. He will go an extra mile to make sure kwamba you are comforted. Unakumbuka kama Elijah alivyoenda kujificha kule, akafikia kwamba he was the only one. Alikuwa fed na wale ravens walimfeed. Kwa hivyo Mungu hawezi kutuacha peke yetu. Kwa hivyo Mungu atatulinda. Mungu atalinda miguu ya watakatifu wake, bali waovu watanyamazishwa gizani, maana kwa nguvu hakuna atakayeshinda. Kwa hivyo siku zote good will overtake the bad. Kwa hivyo na kingine, tuwe na neno. Siku zote tuwe na neno la kusimama nalo. Kwa hivyo katika kila mahali tunapopita Mungu ametuandalia neno, ametuandalia watu. Kwa hivyo wewe unapojua neno lako,
utasimama nalo, litakutia nguvu. Kwa hivyo Mungu siku zote hapa anasema kwenye Zaburi 119:1-5 anasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kwa hivyo Mungu siku zote anatupa neno la kuweza kutusaidia kwamba katika popote tutakapopita there is a word. Kwa hivyo wewe mwenyewe ni ulitafute hilo neno, ukae nalo, neno likutie moyo, likufariji, ili ujue, kwa sababu hili neno kuna maneno mengine Mungu anatupa for short term, mwingine anatupa for long term, ya kuturekebisha, ya kutufariji. Kwa hivyo siku zote have something ya kukusaidia wakati unapopita. Mapito yatakuwa ni rahisi. Na kingine tunapaswa kuwatia moyo wengine jamani. Kwa mfano kama sisi humu ndani tunamshukuru Mungu, tunaishi katika nchi ambayo ina amani, ina furaha. Kuna wengine wanaishi katika different challenges katika maisha. Kwa mfano saa hizi tunajua Tanzania watu wanavyopita, na Wakristo tulikuwa hatujazoea. Yaani Wakristo wa Bongo maisha yetu yalikuwa ni poa. Yaani tulikuwa very happy, yaani tunafurahi, yaani ni kuku kwa mrija. Yaani saa hizi kumekuwa na taharuki, watu wana yani watu wametaharuki, lakini wanaomjua Mungu wanatulia, wanajua this is just a phase, it will come. Kwa sababu unapokuwa na lile neno, yani wewe badala ya kulia, badala ya kusononeka, yani wewe unaenda tu kwenye lile neno, unatiwa moyo, unasema Bwana, this is the time, kwamba Mungu yuko na mimi. Bwana amesema hata tuacha tukamilifu wa dahari, yupo Roho Mtakatifu yuko kutufariji. Kwa hivyo unafarijika. Kwa hivyo na sisi tuwe na moyo, tuombe wanaopita katika magereza. Kuna magereza tofauti tofauti, kama Paulo, yeye katika whatever he was going through, yeye Mungu alienda kumfariji. Kwa hivyo na sisi tuwafariji wenzetu wanaopita, na tuzingatie jinsi ya kuhimiza katika upendo na katika matendo mema. Tusiache kukutana pamoja kama wengine walivyo na desturi ya kufanya, bali tuhimizane na kufanya hivyo kwa bidii zaidi kadri mnavyoiona siku ile ya Bwana inakaribia. Kwa hivyo let's keep encouraging each other. Na pia sio kwenye mapito tu, lakini kuna mapito mengine acha kama ya Tanzania, lakini kila mtu anapita different phases in their lives. Kuna wengine saa hizi ni wakati wa kucelebrate, wengine saa hizi wanalia, wengine saa hizi ni wakati wa kuwatamia. So let's be there for each other, tuwasaidie kuwatia moyo wenzetu na tusikate tamaa. Kwa mfano kama Waefeso wanavyosema hapa, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo na nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hizo ila za shetani. Kwa hivyo tunakumbushwa kuvaa hizi silaha jamani, kulijua neno, kuvaa silaha. Unapokuwa na neno lako kwa wakati huo, unapovaa hizi silaha, kwa hivyo unakuta kwamba whatever happens, yani wewe utakuwa imara, utakuwa ngangari. Na pia hii Wafilipi 1:6 anasema nami nimesadiki ya kuwa yeye alianza kazi njema ndani yenu ataikamilisha hata siku ya Kristo. Kwa hivyo Bwana atakamilisha alichotuwekea. Kwa hivyo tumtegemee Mungu siku zote na tusiangalie binadamu. Kwa hivyo trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kwa hivyo katika kila kitu tumtegemee Bwana kote tunakopita. Hii ni phase zipo tofauti tofauti, lakini je, wewe hii phase unapitaje? Kwa hivyo namshukuru Mungu, tumemaliza. Bwana Yesu awabariki. Asanteni kwa kuja. Wow. Ningependa tu kuwatia moyo kwamba kama Paulo alivyopita, na sisi tutapita. Kuna wengine tayari wanapita in different phases, lakini tukumbuke kwamba Mungu hatatuacha. Tukumbuke example ya Paul. Kila kitu Mungu ameshatuandaa, kwa sababu anasema Mungu anajua mwisho kabla ya mwanzo na anakuja kutusaidia. Elimu yako, ulipozaliwa, ukoo uliotoka, kazi unayofanya, huduma ambazo Mungu ameweka, gifts, they are all zimewekwa kwa ajili ya kutusaidia. Kwa hivyo tunapopita katika majaribu, tunapopita katika moto, tukumbuke hizo hazina ambazo Mungu ameweka. Kwa hivyo badala ya kupiga kelele, kwanza kutafuta yoe na msaada, na muomba Mungu atusaidie kwamba when that time comes, kwamba Mungu atatukumbusha the strength that we have, the things that God has put in our lives, na lile neno ambalo ni sahihi la kutusaidia kuvuka. Kwa hivyo Mungu awabariki. Next time tutakapofika, dada Anna next week she will take over, na tutaona what happens to Paulo. Haya mambo yote ambayo tumesema leo mengi mtazidi kuyaona jinsi ambavyo Mungu atakavyomsaidia, atakavyompigania na kusudi lake litakavyokwenda kusimama. Kwa hivyo as long as kusudi la Bwana liko pale, you will not die before your time. Kwa hivyo usikae ukiomboleza ukisikitika, simama,
fanya what you are supposed to do. Mungu awabariki sana. Back to you, moderator. Amen, haleluya, just on time. Asante sana, Mungu akubariki sana mwalimu wa zamu. Basi naomba tufunge kwanza, alafu tutaenda kwenye matangazo. Baba mtakatifu, uliye mwaminifu, unayetunza maagano, utangazaye mwanzo kabla ya mwisho, Bwana, utangazaye mwisho kabla ya mwanzo, mambo ambayo yajatokea. Asante sana kwa kushiriki katika kujifunza neno la Mungu. Mpendwa, kama utapenda kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kukaribisha uombe sala ifuatayo. Baba wa mbinguni, asante kwa upendo wako na rehema zako, na kujia katika jina la Yesu Kristo. Nakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi na naomba msamaha wako. Ninaamini kuwa Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu na akafufuka ili nipate uzima wa milele. Namkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia moyoni mwangu na unifanye upya. Nisaidie nikufuate siku zote za maisha yangu. Asante kwa kunipa wokovu kwa neema. Amina.